Kwa miaka mingi kama Watanzania, kiukweli tumekuwa tukinufaika sana na ukodishaji wa muda mrefu. Tunaongelea hizi ni nyumba ambazo zimetulisha, zimetuvisha, nyumba ambazo kipato chake kimeleta ahueni kwenye maisha yetu. Lakini je, pause up na ufikirie, kama 500,000, 800,000, 300,000 au 200,000 ambayo tulikuwa tunaipata kwa mwezi ilikuwa ina uwezo wa kufanya mambo yote haya. Je, tukiweza kuifanya hiyo hela ambayo unaipokea kama kodi ikawa mara 2 au mara 3, ni aina gani ya mabadiliko ambayo yatatokea kwenye maisha yako, kwenye maisha ya familia yako, na pia kwenye kukusaidia kufikia malengo yako kwa uharaka? Well, video hii inakwenda kuonesha hivyo. Kwani tunaenda kuangalia tofauti kati ya long term rental, ukodishaji wa muda mrefu, na short term rental, ukodishaji wa muda mfupi. Watu wengi tunaifahamu kama Airbnb. Long term rental, ukodishaji tu wa kawaida. Sasa kwenye hii video tunaenda kupitia vipengele hivi vitano, na cha kwanza unachoenda kujifunza ni zinafanyaje kazi, kwa sababu kila moja hapo inafanya kazi kitofauti. Namba 2, unaenda kuona faida na hasara. Lazima ujue hakuna kitu ambacho kina faida tu, kuna vingine, kuna hasara pia. Lakini kingine unaenda kujifunza ni mahesabu, unaenda kujua mapato, matumizi ambayo yapo hapa, lakini pia faida ambayo unaipata kupitia zote mbili. Ya 4, unakwenda kupata ushauri wa kina ili ujue kwamba okay, nihamie labda kwenye short term rental au nibaki kwenye long term rental. Kiufupi, hii itakusaidia kupata uwezo wa kuweza kufanya maamuzi sahihi kabla ya kuchukua hatua yoyote. Na ya mwisho, utapata bonus. Hii bonus kiukweli, hii ni bonus ambayo inakwenda kubadilisha maisha yako. Itakwenda kuonesha namna ambavyo unaweza kutengeneza 800,000 mpaka 500,000 kwa mwezi kama ukisikiliza hadi mwisho tajiri. So bila kupoteza muda, tuende kwenye video yetu tukajifunze tofauti kati ya long term rental na short term rental. So wengi wetu tunajua kabisa kuna heshima kubwa iliyopo pale unapokuwa unaitwa mwenye nyumba. Mwenye nyumba ana heshima yake kubwa sana. So hapa nitamweka mwenye nyumba namba 1 ambaye ni tamuita Aisha, na upande wa pili tuna mwenye nyumba mwingine ambaye huyu kama kawaida tutamuita Tajiri. So nitakupa story fupi ya upande wa Aisha na upande wa Tajiri. So Aisha hapa kama Tajiri, kuna vitu ambavyo tunavika kama constant kwanza, ambayo ni nini? Wote wamejenga apartment. Location ni moja, Kijitonyama. Na pia gharama walizotumia ni moja. Na kingine, location waliochagua ni nzuri. Kwa hiyo hivyo vitu kwanza tuvike pembeni. Kwa hiyo tunajua apartment ni nzuri, location nzuri, gharama zote zinafanana. Lakini kila mmoja aliamua kuchukua safari yake. So Aisha alianza safari yake bana. Yes, safari yake ni kwamba pale Kijitonyama aliamua ya kwamba anakwenda kuikodisha hii nyumba kwa shilingi 900,000 kwa mwezi, ambapo anapokea kama vile wenye nyumba kawaida wanavyopokea. Anataka kodi yake ya miezi 6, ambapo akipokea kodi yake ya miezi 6 ana amani, ana utulivu wa moyo kwamba nimepata hela yangu, nyumba yangu iko kwenye mikono ya mtu mwingine, lakini akiwa na yale matumaini kwamba ataitake care vizuri nyumba yake kulingana na mkataba aliochukua na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukiangalia ni 5,400,000 amepokea hapo kwa miezi 6. Sawa? Then kama nilivyosema, tulivu wa moyo, ana uhakika wa kodi, maisha yanaendelea. Then kuna mtu mwingine kule, anaitwa Tajiri. Tajiri na yeye amemaliza apartment yake vizuri, akaamua you know what? Mimi nitaenda kufanya hii nyumba yangu kama ya ukodishaji wa muda mfupi. Sawa, sintapokea 5,000,000 na 400,000 at par pale kama vile Aisha alivyopokea. Lakini mimi nitakuwa nikichaji nyumba yangu hii $55. Au tuseme tu kiurahisi ili kuweza kufanya mahesabu, atakuwa anachaji kwa usiku mmoja 130,000. Hii ni per night. Ambapo kiuhalisia maeneo ya Dar es Salaam tuseme ana uhakika wa kupata wageni angalau 40%, occupancy rate ya 40% kwa mwezi mzima. Kwa hiyo tunachukua hii namba ambayo iko hapa mara 30 alafu mara 40%, ambayo hiyo utapata hapo ni
1,560,000 kwa mwezi. Sijui kama mshashtukizia, lakini huyu ni 900,000 kwa mwezi. Huyu tayari ameshaanza kupokea 1,560,000 kwa mwezi. Lakini kumbuka kuna gharama ambazo kila mmoja anazo hapa ambazo ni tofauti. So tuendelee na zinavyofanya kazi. So kama umeelewa story yetu, ni kwamba huyu anakodisha tu nyumba yake kama tulivyozoea traditionally ndani ya miezi 6, ndani ya mwaka mmoja, lakini anapokea hela yake kwa wakati mmoja. Lakini mwenzetu hapa tajiri, yeye anakodisha nyumba yake kwa muda mfupi, ambapo ukodishaji wa muda mfupi ni kama anamlaza mtu kwa siku 1, 2, 3, 4 kwa wiki, kwa mwezi. Na mara nyingi wateja nawapata wapi? Kupitia majukwaa kama Airbnb, Booking.com na kadhalika. So mtu anakuja anakaa pale kwenye nyumba ambayo tayari ina kila kitu ndani. Kwa hiyo kuna sofa, in short kama tu nyumba ya kawaida. So hawa ni wanaokodisha kwa muda mfupi. Sasa tukija kwenye faida na hasara. Tukianza na Aisha hapa, faida yake kubwa ni kwamba anapokea amount kubwa mwanzoni. Kwa sababu pale ambapo anapokea hii kodi, kumbuka huyu mwingine hajapokea hata shilingi 100. Inawezekana ndani ya mwezi amepata booking chache na nini. Kwa hiyo kifupi, yeye ana uhakika wa kodi na anapata kodi yake mapema. So kuna uhakika wa kodi na upatikanaji wake upfront. So yeye anapokea hapo kodi yake ya miezi 6, 5 na 400,000, maisha yanaendelea. Then kitu kingine ni kwamba kwa sababu yeye akishamkodishia nyumba, let's say amenikodishia mimi Ian. Akishanikodishia nyumba, anakwenda anaondoka pale, ananiacha mimi na ile nyumba. Kiufupi kwake yeye inampa amani na utulivu. Amani na utulivu. Kwamba nimeshamalizana, nishapokea hela yangu, nyumba yangu itakuwa kwenye state nzuri, then anaendelea na maisha yake. Lakini cha mwisho ni kwamba hana haja ya kufuatilia kwa ukaribu masuala kama usafi au operesheni za kawaida, kwa sababu yeye akishanikodishia nyumba, kiufupi mambo mengi ambayo nafanya kwenye nyumba ni mimi mwenyewe kwa gharama zangu kama mpangaji. Ikitokea labda mambo machache ya repair zile kubwa ndo anakuja kushughulikia. Kwa hiyo kiufupi hapa ana gharama kubwa za marekebisho. Kubwa. Then twende sasa kwa tajiri. Unajua tajiri huku story yake ni tofauti kidogo. Yeye mwenyewe ana faida zake na ana hasara zake. Twende kwa upande wa tajiri. Tukija kwa tajiri hapa, tajiri yeye ana vitu vyake hapa. Kwanza, namba 1. Yeye uhakika wake wa kodi ni kwamba hata kwa kuangalia takwimu ambazo zipo mtandaoni ni kwamba angalau short term rentals au tunasema ukodishaji wa muda mfupi unaingiza faida ya 138% plus kuliko watu ambao wanafanya ukodishaji wa muda mrefu. Kwa hiyo kiufupi yeye ana faida zaidi, ambao mara nyingi ni mara 2 mpaka mara 3 kwa mwezi. Mara nyingi mara 2 mpaka mara 3 kwa mwezi. Na ukiangalia faida yake ya pili ni kwamba pesa ambayo tajiri anaipata, yeye pesa yake anaipata kila siku, lakini mara nyingi hapa tukucalculate ili ionekane kiasi anachopata, mara nyingi tutasema pesa anapokea kwa wiki. Anapokea kila siku. Hela inaingia kwenye akaunti yake kila siku, lakini kuna siku ambazo labda umepata mteja ameingia mara 1 au mara 2 kwa wiki, na ukisema labda uhesabie kwa siku unaweza ukajikuta unahesabu 0. So tuseme kwa wiki anakuwa anapata pesa au amount nzuri kwa wiki. Then ya mwisho ni kwamba hii ni biashara ya hospitality au tunasema biashara ya ukarimu. Tofauti na hii ya huku ni kwamba hii ni kama hoteli, hii ni kama unavyoenda kwenye guest. Kuna mambo mengi kutofautisha sana na biashara ya real estate.
kama hii ya kwanza upande huu. Kama ni mtu ambaye unatamani kutengeneza $800,000 mpaka $1,500,000 kupitia biashara ya ukodishaji nyumba kwa muda mfupi, tunaongelea biashara ya Airbnb. Hata kama una nyumba, una mtaji mdogo au hauna mtaji kabisa, au una mtaji mkubwa lakini unahitaji clarity kabla hujafanya uwekezaji, well, upo mahali sahihi. Kwa majina naitwa Ian Metili, na hadi sasa hivi tumeweza kutrain zaidi ya wanafunzi 400. Siongelei tu hapa Tanzania, tunaongelea hata diasporans waliopo maeneo ya UK, US na hata Denmark. Naongelea wanafunzi ambao wamekwenda kuanzisha Airbnb zao, na tunavungia kuna wengine ambao wana Airbnb 2, wengine ambao walipata full booking mwezi wa kwanza, na wengine ambao wamekwenda kuanzisha kwenye mikoa tofauti tofauti. So ni kitu gani hicho ambacho wanafunzi hawa 400 au mimi nilichokitumia kuweza kufanya mauzo hayo niliyotaja hapo? Well, kuna mfumo ambao unaita mfumo wa kuendesha biashara ya Airbnb, ambayo ukiweza kuelewa vizuri huo mfumo, utakuwa una uwezo wa kutengeneza pesa hiyo niliongelea, kutengeneza a diversified portfolio kwa mwekezaji kama wewe, au kwa mtu mwingine kuanza safari yake ya biashara hii ya Airbnb. Unachohitaji kufanya sasa hivi ni nini? Bonyeza link ambayo iko hapo chini, uanze safari yako ya Airbnb inayofanikiwa. Bonyeza palipoandikwa WhatsApp kuanza safari yako. Na hizi ni faida, lakini pia kuna hasara zake sasa. So hata huku nimeongelea zaidi faida, lakini pia kuna hasara zake. Tena tuanze na tajiri, hasara yake. Hasara namba 1 ya tajiri ni kwamba ana mchakato mrefu ikija kwenye swala zima la usimamizi. So kuna muda zaidi kwenye usimamizi. Hichi ndo kikubwa sana. Tofauti ukitofautisha na Aisha hapa, ambaye Aisha akishafanya kupokea kodi yake anaondoka pale, hayupo akae karibu na wewe, anaendelea na maisha yake huko. Lakini tajiri hapa usimamizi wake utakuwa wa karibu sana. Lakini pia cha pili ni kwamba hasara yake hapa ni kwamba kuna operesheni nyingi. Kwa hiyo mfano pale ambapo Aisha yeye amemkodishia mtu nyumba, anachokuwa anaangalia sana sana hapo ni vitu kama labda kuna bomba limepasuka, sijui chemba imeziba huko, sijui imefanya nini. Yaani kuna zile complication kubwa ambazo ndo atakuja kumwangalia mpangaji wake. Lakini pale mtu anapofanya ukodishaji wa muda mfupi, manake operation anazofanya kama kusimamia usafi, kuhakikisha kwamba kuna stock ya vitu ndani, sijui kuna vitu vimevunjika, sijui furniture imefanyaje, kiufupi anakuwa na heka nyingi sana ukilinganisha na huyu wa huku. Ndio kwa maana pia ina link hapo hapo pia na usimamizi wa ziada. Sasa ukija ukimwangalia Aisha upande huu, hasara yake kubwa sana ni anapata faida ndogo. Lakini pia namba 2, kwa sababu na hii ni kitu ambacho tumekutana sana nacho na watu ambao wanakodisha nyumba kwa muda mrefu, ni kwamba mtu akishaka kwenye ile nyumba, muda anapokuja kuondoka, unakuta nyumba imechakaa, nyumba imepigika, kwa sababu rangi imebanduka. Mtu alikuwa anakaa kwenye nyumba hajapaka rangi, sijui kuna vitu vimevunjika. Yote hiyo gharama mara nyingi inakuja kumwangukia mwenye nyumba mwenyewe Aisha, kuliko labda ingekuwa imemwangukia mteja. Na hii ni kwa sababu unakuta Aisha mwenyewe hakuweka utaratibu wa kuhakikisha kwamba pale mtu anapokuwa akiondoka anaacha nyumba kwenye state aliyoikuta. So kiufupi hapa hasara yake kubwa nyingine ni kwamba uharibifu wa nyumba ni mkubwa, kwa sababu Aisha anakuja pale, mpangaji anaondoka, anaendelea na maisha yake, anamwachia nyumba yake. Na hasara ya mwisho sasa, kwa sababu faida yake ni ndogo, inamaanisha uwezo wa kurudisha hela yake aliyowekeza kwenye hiyo nyumba, rate of return of investment ya Aisha ni ndogo. Kwa hiyo inamaanisha mfano kama amechukua mkopo kuweza kujenga hiyo nyumba, au labda alikuwa amechukua hela sehemu, au yeye mwenyewe tu kifupi ni hela yake alikuwa amewekeza, anahitaji kuona kwamba inazaa matunda, itamchukua muda mrefu sana.
Lakini upande huu sikuongelea, sababu faida ni zaidi. Inamaanisha uwezo wa kuleta return ya ile investment yake aliyofanya ni kubwa sana, na ina uwezo wa kumfanya yeye kuweza kurudisha hela yake kwa wakati ambao ni either mara 2 au 3 haraka zaidi ya Aisha. So ukiangalia takwimu inaonyesha kwamba mara nyingi tunasema rental yield ni 4% mpaka 7% ikija kwenye ukodishaji wa muda mrefu. Kwa hiyo kifupi, ile hela ambayo unaingiza kwa kila mwaka, ukiangalia uwezo wa kurudisha mkopo wako ni 4% mpaka 7% kwa kila mwaka. Kwa hiyo ukichukua kama ni 4%, inamaanisha una uwezo wa kutumia hizo 4% hadi 7% kujua itakuchukua miaka mingapi kurudisha mtaji wako. Wakati ukija upande wa pili hapa, mara nyingi rental yield ya long term rental tunaongelea 12% mpaka 25%. Fikiria, hii ni 4 mpaka 7, hii ni 12% mpaka 25. 25 ni ukijua kuifanya kweli vizuri. Kwa hiyo kwa upande huu faida nyingine hapa, tunasema ROI au rental yield, tuseme ni 12% mpaka 25 kila mwaka. Kwa hiyo kifupi, una uwezo wa kurudisha pesa yako mara 2, 3, kama ukiifanya vizuri mara 4. Sijaweka mara 4 kwa sababu inashtua watu wengi, lakini kitu ambacho kinawezekana mara 4 haraka kuliko mtu ambaye amewekeza kwenye ukodishaji wa muda mrefu. Lakini inakubidi uielewe hiyo biashara vizuri ya ukodishaji wa muda mfupi. So anyways, tumeshaona zinaofanya kazi, tumeshaona faida na hasara. Sasa tunaenda kuangalia mahesabu. Raha ya mahesabu ya upande huu wa ukodishaji wa muda mrefu, kiufupi, mahesabu ni marahisi sana ukilinganisha na huku, kwa sababu operation ambazo unazifanya huku ni chache sana ukilinganisha na huku, kama nilivyoonyesha hapa. So kwa huku unakuta mtu akilipia 900,000, unakuta siku ambapo mtu anaondoka, hii nimeona sana kwenye wenye nyumba, siku anayeondoka mwenye nyumba, anayekuja mtu mwingine ndio atalipia kodi yake, na mwenye nyumba atatoa hiyo hela pale kwenye ile kodi kuweza kupaka rangi, kuhakikisha tu vitu fulani vinakaa sawa. By the time mtu mwingine anakuja kuhamia, mpangaji mwingine, then nyumba inaweza kaendelea. So kiufupi, huku operation cost zake ziko chini sana, unless sasa nyumba imekaa miaka mingi, ambapo sasa itakuwa inahitaji inapoteza thamani, au nyumba ina deteriorate, inavunjika, inaharibika over time. Ardhi inapanda thamani, lakini ile nyumba kama nyumba inapoteza thamani kwa sababu itakuwa nyumba ya zamani. Kwa hiyo hatutaikasa factors kama hizo kwamba sijui inavunjika hizo tuziweke pembeni, lakini tu tuangalia kwamba kila mpangaji akiondoka kuna matengenezo ambayo yanatakiwa kufanyika, lakini pia mpangaji anapokuwa pale kuna matengenezo makubwa ambayo yanafanyika mara moja. Kwa hiyo tutaenda tu na hii milioni 4 na 400,000 kwa miezi 6, ambayo tukipiga mahesabu yetu hapo tutasema ya kwamba angalau tutoe kwamba atainkaa hasara ya 900,000 tuseme ya mwezi mmoja, ambapo mtu aliyetoka aliharibu nyumba yake. Kwa hiyo atapaka rangi na kuweka vitu sawa ili tu mtu mwingine aingie. Kwa hapa tutatoa 900,000. Kwa hiyo mwenye nyumba yetu hapa tuseme Aisha, ndani ya miezi 6 atainkaa 900,000. Kwa hiyo hela atakayokuwa amebakiwa nayo ni milioni 4 na 500,000 ndani ya miezi 6. Sawa? Na upande wa tajiri sasa, kumbuka nimemwambia kwamba huyu yeye ana mambo mengi, ana operation nyingi sana. Baadhi ya hizo operation ni zipi? Hapa sintazivunja zote moja kwa sababu zipo nyingi. Kuna video ambayo tumefanya hivyo ambayo tumekuonesha breakdown ya operation ambazo anaingia mtu akiwa anafanya biashara ya ukodishaji wa muda mfupi. Kwa hiyo ukibonyeza hapa juu hapa hivi utaiona. So tuendelee na hizo operations za kawaida sasa. Kwa hiyo operation ambazo zipo hapa ni kwamba mara nyingi atakuta na vitu kama utilities. Hizi ni umeme, maji, internet na vitu kama hivyo. Lakini pia kuna masuala ya usafi. Nyingine vitu kama
kufanya stock, kujaza stock na kuiongezea hapo. Lakini pia kuna miscellaneous, yani kuna vitu vingine ambazo zitajitokeza hapo katikati ambazo kiukweli haukutegemea vitokee na vitatokea. Kwa hiyo kama nilivyosema, hii nimesummarize sana. Kwa hiyo tuseme jumla ya zote hizi tuipe hii kwamba ni laki. Dada mzuri wa usafi hapo, kwa sababu anakuwa anasafisha kwa nanili zaidi kuliko nyumbani. Then stock, toilet paper, kila kitu miscellaneous pia utaweka laki tu in case ya changamoto yoyote. Kwa hiyo kiufupi, kwa kila mwezi huyu mtu atakuwa anatumia kama 400,000 kila mwezi, anatumia 400,000 kwenye expenditure. Na kama unataka kujua hii namba, kama hapo nimefanya tu roughly, lakini tunachojaribu kufanya ikiwa kwenye ukodishaji wa muda mfupi ni kuwa kwenye ratio ya 40-30-30. 40 ni nini? 40, mfano kama ungekuwa hii nyumba unakodisha, unahakikisha kwamba rent yako haizidi 40% ya mapato yote unayopata. La namba moja. Namba mbili, ikija sasa kwenye hiyo 30% inayofuata ni kuhakikisha kwamba expenses zako zote za kioperesheni ya hii biashara isizidi 30%, ili tupate at least desired goal, tupate at least faida ya 30%. Kwa hiyo ni ratio ambayo inaweza kukusaidia ukiwa unafanya mahesabu. Kama kuna sehemu unataka kuikodisha, kama ni nyumba yako tayari unayo, unataka kuifanya kuwa short term rental, kuangalia mfano nikifanya kwa ratio hii kama nitakuwa natengeneza faida nzuri au la. Haya, turudi sasa hapa. Kwa mfano sasa tukiangalia hii ambayo ni 1,560,000 hapo, tukifanya mara ile 30% niliongea, inakuja kwenye 468,000. Kwa hiyo tupo mbali. Kwa hiyo tuiongezee tu labda 68,000 hapa kwa kuhakikisha tu kwamba tunafikia lengo letu, ambayo hapa itakuwa 468,000. So hizi ni negative. Hizi ndo zinakula faida, sio? Kwa hiyo tukichukua hizi ambazo zinakula faida, sawa, ambazo ni expenditures zetu, tukizifanya mara 6, tunachokipata hapa ni shingapi? Ni 2,208,800. Then tukichukua faida, tukichukua mapato ambayo tunatengeneza kwa mwezi ambayo ni 1,560,000, tukichukua mara 6 baada ya kutoa kila kitu hapo, na nadhani 68,000 itakuwa tu ni kama kodi ambayo by the way lazima ulipe, inakuwa ni 9,360,000, ambapo tukichukua hiyo 9,360,000 tukitoa 2,808,000, hiyo ni sawasawa na 6,552,000. So huyu ambaye anafanya short term rental, yeye ametengeneza, tena ningekuwa nimeandika pale ili ipendezee zaidi. Kwa hiyo nitaiandika kwa sasa hivi. Chukue black hapa, black itavutia zaidi muione, kwa sababu hizi value ni muhimu sana. So huyu atakuwa ametengeneza 6,552,000, wakati Aisha ametengeneza 4,500,000 kamili. Na hapo kumbuka, tumefanya haya mahesabu hapa. Sasa ndo nakuonyesha shock kali. Tumefanya haya mahesabu kwa kuashumia kwamba unapata booking za 40% kwa mwezi. Hii sio full booking, sio 80% booking, sio 60%. Hii ni 40% kwa mwezi. Nikimaanisha kwamba huyu mtu ambaye anafanya short term rental akipata watu wanaokaa kwenye hiyo nyumba yake kwa siku 12 kwa miezi 6, anatengeneza hii siku 12 kila mwezi kwa miezi 6. Kwa hiyo tukichukua siku 12 mara 6, watu wakikaa siku 72, anatengeneza kiasi hichi. Sasa je,
huyu mtu akiweza kuelewa hii biashara vizuri, akiweza kujua ni namna gani ambavyo anaweza kaboresha operation zake, akiweza kupata reviews na kufika sehemu ya kwamba nyumba yake inaonekana zaidi, na kwa sababu ya huduma anayotoa anapata tuseme asilimia ya booking ya asilimia 80 au 70, inamaanisha ikifika 80 hii inakuwa mara 2. Sawa, pia operation vitu vitaongezeka, lakini kila kitu kinachotokea hapa kitatokea angalau mara 2. Ikitokea mara 2 inamaanisha pale ni milioni ngapi? 13. Kwa sababu ukichukua 6552000 mara 2 inakuwa ni milioni 13,100,000, ambapo sasa ukiangalia nilichokuwa nasema kwamba kwenye mtu ambaye anakodisha kwa muda mrefu na muda mfupi, huyu anapata faida angalau mara 2 mpaka mara 3. Sasa ikiwa milioni 13 ukigawanya na milioni 4,500,000, unaona kabisa hapo ni asilimia ni sasa na 2.9, ambayo ni karibia na 3. Anapata faida asilimia mara 2.9 zaidi ya huyu. Sasa fikiria kama ni mkopo, nani anarudisha haraka? Fikiria kama ni uwekezaji, hela ya nani inakuwa inarudi haraka? Obviously mtu ambaye anakodisha kwa muda mfupi. So twende sasa kwenye ushauri. Sasa hapa ngoja nigeuke vizuri tajiri, ili tuongee vizuri hapa. Kwa sababu sawa, nimekufanyia mahesabu hapo na umeona umuhimu au tuseme umeona ukodishaji wa muda mfupi ulivyo na ukodishaji wa muda mrefu ulivyo, tofauti zake na kila kitu. Lakini sasa kija kwenye ushauri ni kwamba kuna watu ambao wanaweza kaona mahesabu wakafikiria kwamba wana uwezo tu wa kutoka sasa hivi na kwenda kubadilisha apartment yao yote, nyumba zao zote kuzifanya kuwa short term rentals. Well, no. Yaani kwa mtu yote ambaye ni mwekezaji makini, mtu yote ambaye kiukweli ana future au anafikiria mbali, lazima afanye vitu kwa kufanya calculated, unachukua calculated risks. Na hizo risks ambazo tunazichukua kisomi zaidi. So ikija kwenye ushauri, kitu cha kwanza ambacho nitakushauri ni kwamba pata maarifa. Nenda kajifunze kuhusiana na biashara ya ukodishaji wa muda mfupi, uweze kuelewa. Labda wewe ni master wa ukodishaji wa muda mrefu, kiukweli wewe unajua hii biashara, umekuwa ukifanya miaka 10, 15, 20, miaka 4, no matter the number, unauelewa fulani kuhusiana na hii biashara kuliko hii hapa. Kwa sababu ukija kwenye hii biashara ukifikiria ni sawa sawa na hii, itakuburuza, hautoamini. Utakimbilia kurudi huku na kusema kwamba hii biashara ifanye kazi. Kwa hiyo tafuta maarifa. Sababu maarifa yatafanya nini? Yatakusaidia kufungua akili, kujua okay, opportunity gani ipo huku, ni namna gani ambavyo naweza nikajiposition vizuri kuweza kupata vyote ambavyo vinapatikana kwenye hii opportunity ambayo iko mali hapa. Lakini pia nakusaidia kujua namna gani ambavyo utaandaa nyumba yako, namna gani ambavyo utahudumia wateja, namna gani ambavyo kiufupi utaiendesha hii biashara kufikia sehemu ambapo inakupa faida nono. Na sehemu sahihi ya kufanya hivyo kiukweli kwa sasa hivi ni Airbnb Kitajiri. Tuna program specific ambayo inakuonesha mfumo mzima wa kuendesha biashara ya Airbnb. Namba 2. Shapata sasa maarifa. Namba 2. Anza kidogo. Anza kidogo. Nikimaanisha nini? Kama una nyumba tayari ambazo umejenga, ni apartment, labda una kwenye compound moja au kwenye eneo moja zipo nyumba 6. Usianze kwa kufanya nyumba zote Airbnb. No, please, usifanye hivyo. Amua kwa kuchukua labda kwenye hizo apartments ambazo ziko pale, fanya unit moja kwa Airbnb. Kwa hiyo hela ambayo utakuwa labda unapata kama kodi, wekeza kwenye kuweka furniture nzuri, na kama utakuwa umeweka maarifa sahihi, utakuwa unajua specifically unaidesign vipi na kuweka vipi ili iweze kuvutia wateja wako. So anza kidogo. Namba 3. Ushauri. Sio kila eneo location matters. Nimeweka Kiingereza. Location matters. Location yako ina matter sana. Usije ukafikiria Airbnb au short term rental unaweza kufanya popote. Kwa hiyo kachukua nyumba yako ambayo umekuwa ukikodisha kwa muda mrefu, una wateja wako ambao umekuwa nao kwa muda mrefu, unaamua kuwatoa wote na kubadilisha hiyo nyumba kwa muda ya muda mfupi. Tajiri, utaumia, utalia na hamna mtu atakuonea huruma. Tafuta maarifa. Na kwenye maarifa, kitu kimoja ambacho tumekipitia kwenye kozi yetu ni kuonesha namna ya kufanya utafiti, kuhakikisha ya kwamba unajua kama hii sehemu itafaa kwa ajili ya ukodishaji wa muda mfupi au la. Kwa hiyo
location matters. Hakikisha unaangalia location yako, kama inafaa ndio unaamua kutransition kwenye biashara ya ukodishaji wa muda mfupi. Namba 4, shauri, be real. Hapa tuwe real. Sio kila mtu ana uwezo wa kufanya biashara ya ukodishaji wa muda mfupi, kwa sababu kiukweli hapa unakuja kuanza kukutana zaidi na binadamu. Sisi binadamu unatukutana na sisi hapa vizuri. Unajua hapa angalau sawa, unamkodishia mtu anakuwa na kiburi na nini, lakini umemkodishia ameshakulipa hela ya miezi 6, kaendelea na maisha yake. Hii hapa ni unakutana na hawa watu day in day out. Unakutana na watu wa mataifa mbalimbali, makabila mbalimbali, na kila mtu ana attitude yake kipekee. So unatakiwa ujue kabisa ya kwamba sio kila mtu anaweza kufanya, lakini sio kukudiscourage, kukutia moyo kwamba kama unagundua kwamba okay, mimi sina hiyo patience labda ya kuweza kufanya biashara ya ukodishaji nyumba ya muda mfupi, lakini ninazo nyumba na nina uwezo wa kuweka labda mtaji kuhakikisha ya kwamba ninatengeneza nyumba au mazingira mazuri kwa ajili ya ukodishaji wa muda mfupi. Well, kuna huduma yetu nyingine ambayo tunao kupitia biashara yetu ya Tajiri BNB, ambapo tunakutana na watu kama nyinyi. Mna nyumba ipo kwenye location nzuri, una apartment iko eneo zuri, na unajua kabisa sina uwezo wa kuendesha hii biashara, lakini nataka kuingia kwenye hii opportunity na kutengeneza hii faida. Well, kitu ambacho unaweza kukifanya ni kwamba kwa kupitia huduma yote inaitwa kupitia Tajiri BNB, tunakaa chini na wewe na kukubaliana ya kwamba Tajiri BNB inakuwa inasimamia operesheni zote za biashara, wewe ukiwa mmiliki na mtu ambaye analeta capital ambayo inahitajika kuweza kufacilitate uendeshaji wa hii biashara. Then kisha pale ambapo tutakuwa tukipata faida kila mwisho wa mwezi, tunakuwa tunafanya gawio la kiasi fulani linaloendana na makubaliano yetu. So Tajiri BNB ni sehemu sahihi kama wewe una nyumba especially kwenye location nzuri. Kwa sasa hivi tupo zaidi hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo kama una nyumba kwenye location nzuri, ina fit criteria fulani ambayo sisi tunahitaji, well, unachoweza kufanya hapo chini kwenye comments utakuta link. Hiyo link inakupeleka kwenye WhatsApp yetu, ambapo huko utapata taarifa zaidi ya namna gani ambavyo tunaweza tukawa na ubia ambao unatunufaisha sote. So, kabla sijasahau, kuna ushauri mwingine. Huu ushauri umekuja hapa chap. Huu ni ushauri kwa ajili ya wawekezaji na watu ambao wameajiriwa. Yes, hizi zote kwanza zinawafaa kwamba utafute maarifa. Lazima uanze small, usianze unaenda kuchukua jumba likubwa. Anza small. Pia location unaenda kuchukua, it matters, lakini kuwa real to yourself matters. Lakini sasa hii specific kwa ajili yenu wewe ambaye ni mwekezaji na mwajiriwa, ni kwamba kwa mwajiriwa, kama unataka kutengeneza extra income kupitia biashara hii ya ukodishaji nyumba wa muda mfupi, inawezekana kwamba tayari unayo nyumba ambayo unaikodisha kwa muda mrefu, unaotaka kuitransition kwenda muda mfupi. Well, hizi point zote ambazo nimeziweka hapa zinakuhusu. Lakini cha kuongezea ni kwamba unatakiwa ujue kwamba kama unaona una uwezo wa kusimamia na kuifanya hii biashara mwenyewe na umeshapata maarifa sahihi, then kitu kinachokufanya kilichobakia ni wewe kuchukua hatua. Najua inawezekana unaogopa, unaona kama pesa yangu naenda kuweka huku itafanya kazi na nini. Well, kama kiukweli una mwongozo sahihi na una maarifa na umepata location nzuri na uko tayari kufanya kazi kiukweli kwa juhudi, mimi nakwambia kama ni hofu inakusimamisha, nenda chukua hiyo hatua sasa hivi. Au unaweza pia ukatucontact Tajiri BNB tukafanya management, wewe ukiweka capital. Kwa mwekezaji mwingine anaangalia anasema okay, mimi nataka ni diversify portfolio yangu, ya kwamba mimi nataka niingize pesa yangu kwenye maeneo mengine iendelee kunifanyia kazi na kuniletea faida. So una opportunity ya kuweza kuingia mwenyewe kwenye hiyo biashara kama tulivyosema hapo, ukaamua kuifanya na kutengeneza faida hiyo, au ukaamua kupartner na sisi, ya kwamba okay, inawezekana hata mtu mwingine kwa kweli wewe ni mwekezaji kwa sababu unayo land, unayo plot ambayo iko kwenye sehemu ambayo ni potential kubwa sana. Inawezekana hauna hata hiyo capital. Well, unakuja pia kwetu, unatuambia okay, mimi na location hii ambayo ipo labda karibu na bahari, ipo sehemu fulani nzuri ambayo unajua kabisa kwa utalii au kwa short term rental au kwa mtu ambaye anataka kujenga apartment na property, akiweka pale, then tunajua kabisa watu tunaweza kutengeneza faida. Tunaingia
ubia na wewe, tukikuunganisha na mwekezaji ambaye yeye anakuja na capital, wewe mwekezaji unaikuja na hiyo ardhi, na sisi tukiwa tumefacilitate yote kuhakikisha kwamba tunawasaidia wote kutengeneza faida na kujenga biashara nzuri ya kukodishaji nyumba kwa muda mfupi. So huo ndio ushauri ambao kiukweli nilikuwa nataka nikupatie, na natumaini umeondoka na chako hapo. So twende sasa kwenye bonus yetu muhimu. So bonus ambayo tunayo hapa kiukweli ni kwamba kama wewe ni mtu ambaye umekuwa ukitizamia kujifunza biashara hii ya ukodishaji nyumba kwa muda mfupi, naongelea mtu ambaye unatafuta maarifa sahihi na taarifa sahihi na umekuwa ukistruggle kufanya hivyo, well, program hii ya Tajiri Airbnb Tajiri Pro ambayo ilikuwa ni $3,500, kama unaangalia hii video na umefika hapa, hiyo program ukibonyeza link ambayo iko hapo chini utaipata kwa shilingi $197, na hii tunaiweka kwenye hii video tu. So inawezekana watu wengine hawajaiona au hawajaisikia hii offer, lakini kama unaisikiliza, chukua initiative. Sasa hivi ukiingia hapo kwenye comment au ukiingia kwenye description utakuta sehemu imeandikwa Airbnb Tajiri Pro Masterclass, ambapo ukibonyeza link itakupeleka WhatsApp yetu, utapata taarifa zaidi huko. Kwa nini tunakupa hii bonus? Kiukweli hata kama tunawaelimisha hapa YouTube bure, kama unavyoona kuna video nyingi na tunaendelea kuachilia nyingi zaidi, lakini kama hauna program ambayo iko structured, ni kama unavyoenda shule. Unajua ni kitu kimoja kujifunza mwenyewe kitu fulani, na ni kitu kingine ukikutana na mwalimu mzuri ambaye ana structure au anaekea mwongozo mzuri na anakufundisha hatua kwa hatua kitu fulani. Ni kupitia huo mwongozo na kutembea kwa hatua pamoja kupitia hiyo kozi, ambapo inakusaidia wewe kuweza kupata maarifa, lakini kwenda kujua namna gani ya kuzi execute. Kwa sababu kiukweli kitu ambacho kinawakuta sana watu wengi ni kwamba nimekutana na watu ambao ni wenye nyumba, wanakuja kwetu wamesha furnish, wameshaweka kila kitu, wametumia, kuna mmoja mtandao ametumia milioni 60 kuchukua apartment eneo fulani, na kwenye hiyo apartment kitu alichofanya ni ameweka furniture na ile sehemu kiukweli imependeza, lakini hajui namna ya kuendesha hiyo biashara. Hiyo milioni 60 simaanishi amenunua, na maanisha amekodisha na amefanya hizo furnishing huko ndani. Sasa fikiria mtu ameweka milioni 60 pale, hajui namna ya kuendesha hiyo biashara, na kitu kinachotokea sasa hivi ni ana bleed cash. Yani kila siku ikienda ni pesa inaondoka kwenye mifuko yake zaidi ya kuingia kwenye mifuko yake. Obviously yuko kwenye sehemu ambayo yuko desperate, yani anatamani kuona hichi kitu kikisogea. Sasa kama utaki kufika sehemu kama hiyo ambapo una desperation kwamba natamani nipate mteja, sijui namna kutumia booking.com, sijui namna kutumia Airbnb, sijui namna kufanya chochote, alafu umeshaweka hela zako, kama utaki ufike hapo, trust me, hiyo offer ambayo tumewapa kiukweli inakwenda kabisa kubadilisha maisha yako. Na bila kupoteza muda, labda niseme tumefikia mwisho, lakini content yote tulioshare hapa kuna onyo, discretion ambayo inabidi tutatoa video za uelimishaji ya kwamba kila takwimu ambayo tumeweka hapa ni kwa ajili ya uelimishaji na sio real numbers ambazo kila mtu anaweza kupata. No, kila mtu anaweza kupata kutokana na juhudi yake na maeneo tofauti na numbers za tofautiana, lakini zote hii tumefanya kwa ajili ya uelimishaji. Ni mimi Ian, na leo tumefikia mwisho wa video yetu hapa. Kama unahitaji kujua namna ya kuanza biashara hii ya Airbnb kupitia nyumba za watu wengine, una uwezo wa kuanza nao. Sio lazima uanze na nyumba za watu wengine, ambao pia ni njia rahisi ya kuhakikisha kwamba unaanza kwa polepole kuliko uanze na investment kubwa. Well, angalia hii video hapa ambayo itakuonesha njia ya rental arbitrage kutumia nyumba za watu wengine kutengeneza $800,000 mpaka $1,500,000. Tuonane tena kwenye video inayofuata. Kumbuka siku zote kwamba wewe ni tajiri.